Mmejuaje? Naye anatokea, kwanza nitaja taasisi yake, anatokea Team Janna. Team Janna, Kiswahili timu ya peponi. Naye si mwingine ni Sunura. Sunura Mushi yupo. Sunura Mushi bwana kawa mshindi wa kwanza. Taasisi ya Al-Hikma Foundation inampa tiketi 2 za umra, yeye na kipenzi chake, barafu wa moyo wake, mume wake na bosi wake. Mume anasafiria nyota ya Sunura. Takbir! Sunura njoo mbele bwana. Huyu bwana kama yupo njoo naye. Maka taarifa nilionayo ana wivu sana, anakaba mpaka goli ya kona. Popote unapokuwa uko naye yupo, na ninampongeza, ni sunna kuwa na wivu. Angalieni sasa siku ya kufanyani sasa. Yaani siku ya kugawa zawadi, mwanaume anapata tiketi ya kwenda Maka kupitia mkewe, mwanaume yupo. Bismillah. Hakuna siku tumepongezwa. Miaka yote uwanja wa Mkapa huwa tunauacha kuwa ni msafi, lakini vioo huwa tunaviacha kuwa ni vichafu. Watu shughuli ikiisha wanatimka, wanajisahau. Sunura mwaka huu na timu yake ya kutafuta pepo wamepambana kuhakikisha vyoo vinakuwa visafi, na kwa mara ya kwanza vyoo vyote vilikuwa vinang'aa. Kwa Sunura na timu yake ndio wameshinda, na tiketi yake ni 2, anakwenda umra yeye na mume wake. Njoo hapa, kamata maiki, utuambie umelipokeaje hilo. Siri kubwa ya zawadi hii ni kufanya kwa ajili ya Allah, kwa sababu kazi ambayo tulipokea tulifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hatukufanya kwa kutarajia tutapata zawadi, hatukufanya hivyo. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, Team Janna ni timu ambayo tunafanya kazi za kujitolea kwa ajili ya Allah siku zote. Kwa hata ilipokuja hii kazi kwetu haikuwa ngumu, na tulishirikiana katika hii kazi kuanzia awali. Tunakuja hapa kwenye semina, tunapewa kazi, tunakwenda tunafanya kabla siku ya uwanja wa Taifa. Tunakwenda tunafanya, na tulikuwa tukifanya tukijitoa kwa hali na mali, pasipo kutegemea malipo yoyote. Tulikuwa tukitegemea kwamba malipo ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafanya kwa ajili ya kumfurahisha Mola wetu. Hiyo ndio siri kubwa, hamna kingine. Labda kwa ambaye afahamu, hii Team Janna, anasikia tu Team Janna ni ipi? Ni wakina nani hawa? Team Janna ni timu ambayo nilianzisha mimi wakati nimeshaingia kwenye harakati za dini. Kuna jambo lilikuwa likiniumiza sana, na hili jambo lilikuwa ni misikiti yetu inasaulika sana katika kufanya usafi. Kwa hiyo nikavutiwa kutafuta wakina mama wenzangu tutengeneze timu ambayo tutakuwa tunatoka kila siku ya Ijumaa baada ya swala Fajr kupita kusafisha misikiti. Sipendi kuiongelea, ila ni hivyo, imeshanikuta hapa hivi nazungumzia, lakini sijawahi kuongelea sehemu yoyote kwa sababu sasa hivi inakaribia mwaka. Na hata hapa navyoongea Allah subhanahu wa ta'ala aone, si kwa sababu labda nataka kujionyesha nafanya kitu, hapana. Nazungumza kwa sababu umetaka kujua hii timu imetokea wapi na inafanya nini. Kwa hiyo kazi yetu kubwa sisi ni kusafisha misikiti kila siku ya Ijumaa baada ya swala Fajr. Tunaacha waume zetu, tunaacha watoto zetu, tunaacha familia zetu, tunakwenda kusafisha misikiti mbali. Hiyo ndio kazi yetu kubwa. Namshukuru Mwenyezi Mungu katuongezea kazi nyingine, na kadri siku zinavyozidi kwenda anatuongezea kazi nyingine ambazo zote sisi tunakwenda kuzifanya kwa kutegemea malipo kutoka kwake yeye na sio kutoka kwa watu. Kwa hiyo majambo ya Allah tumekuwa mstari wa mbele sana kujitoa, na ndio maana tunajiita Team Janna, na namuomba Mwenyezi Mungu atujalie tuipate janna. Allahumma. Wakati mnatangazwa katika hii tuzo ambayo imetoka ama zawadi ambayo imetoka ya kuenda umra wewe na mumeo, ilisemekana ama imeonekana kwamba mmefanya usafi vyoo vya uwanja wa Taifa. Hii kwa ukiangalia kwa ukubwa wa uwanja ule wa Taifa, mliorganize vipi kwanza? Mwenyezi Mungu ametusaidia tu kwa kweli, kwa sababu kazi ilikuwa kubwa sana, na sisi tulikuwa kama 80 hivi ama 81.
lakini ile kazi sio mchezo. Tumefanya kazi kwa kiasi kikubwa sana, na mimi mwenyewe nilikuwa nina kazi ya kupita kimoja baada ya kingine, natembea nikiwa na mwenzangu tuligawana, yeye anapita juu, mimi chini. Kwa hiyo kama ni vile tu nilivaa nikabu, watu hawakuweza kuniona, lakini nilikuwa natembea mpaka kuna muda miguu ikagoma, nikaanza kuilazimisha. Kuna muda sasa mpaka nyonga ikagoma kabisa, nikawa siwezi hata kunyanyua mguu, lakini nikasema Allah, nafanya kazi yako. Ikaja ikafunguka, nikaweza. Kwa hiyo nikawa ile ni kutembea, unaenda huku, kuna changamoto, kuna nini, kwa sababu pia kazi kubwa ilikuja kuongezeka ile mvua. Kuna sehemu zilikuwa zinajaa maji nje kabisa ya vile vyoo, ambapo watu walikuwa wanasimama, kulikuwa kunatengeneza sasa kama vibwawa pale. Kwa hiyo nikawa na kazi ya kuchomoa huku, nachomoa wawili, nachomoa kule, twendeni tukayatoe yale, tusukuma toa huku, vipi huku yamezidi, haya ngoja nikachukue timu, narudi huku na jamani huku msaada, twendeni. Kwa hiyo ilikuwa kazi ni hiyo. Kwa kweli tumepambana sana, timu Janna tumepambana alhamdulillah, na nadhani Mwenyezi Mungu mpaka kutupa sisi nafasi ya kwanza, wallahi ameona kazi tulioifanya. Yaani mpaka tunatoka pale kila mmoja asubuhi, hakuna anayeweza kunyanyua mguu hivi akatembea kawaida. Yaani unatembea kama unajifunza kwenda. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini tulikuwa na furaha. Kila mmoja alichoka, mwili ulikuwa unamuuma kweli kweli, lakini tulikuwa tunasema, kila mtu kwamba vipi, anasema tumechoka lakini mioyo yetu ina furaha, kwa sababu tumemfurahisha Mola wetu. Kwa sisi tumechoka lakini tumemfurahisha Mola wetu. Tumejisikia raha sana alhamdulillah, na tunawashukuru sana Al-Hikma kwa kutuamini na kutukabidhi ile kazi. Na pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuongoza kuifanya ile kazi kiasi kwamba leo sisi tumekuwa washindi wa kwanza. Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ametusimamia. Kwa sababu pale ni pakubwa mno. Swali langu la mwisho na la uchokozi. Baada ya kuambiwa pale kwamba hii nafasi itaenda na bosi, labda umemtaarifu bosi, anajua sasa hivi au alikuwa live? Kiukweli sijui kama alikuwa live atakuwa ameona, lakini mimi bado sijamwambia, nategemea nikisharudi nyumbani ndo nitamwambia sasa. Basi salamu zetu kwa. Alhamdulillah, asante kaka, nashukuru sana. Na lengo la hii timu Janna, matamanio yangu iwe timu ambayo itakuwa Dar es Salaam nzima na nje ya Dar es Salaam, yani Tanzania nzima. Lengo ni kufikiwa kwa misikiti yetu, na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sasa Chanika tuko vizuri sana, na tayari nimepata baadhi ya watu Mbagala, lakini pia hapa leo nimepata tena watu kutoka Kimara na Tabata. Kwa hiyo natarajia kuwa na timu Janna Mbagala, kuwa na timu Janna Tabata na Kimara. Kazi inayotakiwa kufanyika kwenye makundi hayo tofauti, na hata kama kutakuwa na sehemu nyingine watu wanahitaji kuingia katika timu Janna, tunawakaribisha. Sio kazi ngumu. Kinachotakiwa ni kwamba kila siku ya Ijumaa baada ya swalatul fajiri mtoke mkasafishe misikiti iliyokuwa maeneo yenu. Yaani huko mliko, kama ni Mbagala basi misikiti ya Mbagala tunataka iwe misafi, ya Temeke iwe misafi, ya Buguruni iwe misafi. Kwa hiyo timu bado ina uhitaji sana. Tunataka mpaka misikiti ya Arusha, Tanga, wapi kuwe na timu, misikiti ya huko yote iwe misafi. Sasa namna ambavyo mtu anaweza kujiunga kwenye timu Janna, utaratibu ni? Utaratibu wa kujiunga kwenye timu Janna naweza nikawaachia namba yangu au wakaingia kwenye akaunti yangu pia Snura Mushi. Pale mtu anaweza akanitafuta akanipata nikamwelekeza, lakini pia anaweza akanitafuta kupitia namba 0715 15 15. 0715 15 15. Jamani, hii namba nimeitoa kwa wale ambao wanahitaji kufanya kheri, kwa wale ambao wanahitaji kuwa timu Janna, kwa wale ambao wanataka kusafisha nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiukweli wasafishaji wa majumba ni sisi wanawake, lakini sisi tumejiweka nyuma sana, na ndio maana unakuta misikiti mingi imeharibika kwa sababu ya kina mama tumejikunja, tumejiweka pembeni. Lakini tukae tukijua tutakuja kuulizwa, tulikuwa tukiweka majumba yetu yanang'ara, majumba yetu masafi, mtu atakiingia na kitope kidogo unapiga kelele. Je, ile nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala watu wanakwenda kufanya ibada, tumeziacha, tumezisahau. Tujitokeze wanawake, tusafishe nyumba za ibada. Na hii namba nimetoa kwa ajili hiyo jamani, nisingependa kupigiwa simu kwa ajili ya vitu vingine tena. Ni kwa ajili ya timu Janna, kwa ajili ya usafi wa misikiti. Alhamdulillah, asante.